Samia Suluhu akataliwa nchini Namibia. Aibu nyingine nzito imeibuka baada ya vyama vya kisiasa na wananchi Namibia kuandamana dhidi ya maamuzi ya rais wa Tanzania. Lakini je, kwa nini wananchi wa Namibia wamejihusisha na rais wa Tanzania na kuandamana dhidi yake? Wananchi wa Namibia wamepinga uteuzi wa naibu jaji mkuu wa nchi yao Bwana Petrus Tlainge Damaseb kuchaguliwa na Samia kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya Rais Daktari Samia ya uchunguzi kwa waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania mnamo Oktoba mwaka 2025. Na si hilo tu, ujumbe wa mwisho walioutuma kwa Samia Suluhu kutoka Namibia umeweza kushangaza Watanzania wengi na kuzua mjadala mitandaoni. Kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Rais Samia Suluhu Hassan siku ya Ijumaa alizindua tume ya kuchunguza vurugu zilizosababisha vifo vya watu takriban 518 wakati na baada ya uchaguzi wa Tanzania mnamo Oktoba mwaka 2025. Na kabla tume hiyo haijafanya kikao hata kimoja cha kusikiliza maelezo, tayari mgogoro wa kisheria na kisiasa umezuka katika nchi ya nje nyingine kabisa. Vyama viwili vya upinzani vikishirikiana na wafuasi na wananchi wake nchini Namibia vimepinga vikali hadharani hatua ya naibu jaji mkuu wa nchi hiyo Namibia Petrus Tlainge Damaseb kuwa mmoja wa wajumbe wa tume hii ya Samia Suluhu. Hawapingi kuwepo kwa tume yenyewe Tanzania, bali wanapinga ujumbe unaotolewa kuhusu Namibia kutokana na ushiriki wa naibu jaji mkuu wa taifa lao na athari zinazoweza kujitokeza kwa sifa ya uhuru wa mfumo wa mahakama wa nchi yao. Wanasema ya kwamba kushiriki kwa naibu jaji mkuu wao katika kuchunguza masuala ya Tanzania na Samia Suluhu kutaichafulia jina mahakama ya Namibia. Ukweli kwamba mgogoro huu unafanyika mbali sana nchini Namibia na si Dar es Salaam unaashiria jambo muhimu kuhusu nyanja za kimataifa za hatua iliyoanzishwa na Rais Samia. Rais Samia alizindua rasmi tume ya rais ya uchunguzi mnamo tarehe 7 Agosti mwaka 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam. Tume hiyo ina wajumbe 6 na imepewa muda wa miezi 5 kukamilisha kazi yake. Hata hivyo, ndani ya tume hiyo amehusishwa naibu jaji mkuu wa taifa hilo la Namibia. Wajibu wake tume hiyo iliyochaguliwa na Samia ni kuchunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba, matukio yaliyosababisha vifo vya watu 518 vilivyothibitishwa na majeraha kwa maelfu ya watu. Rais alielezea sababu zake za kuwajumuisha moja kwa moja majaji kutoka nje ya Tanzania. Alisema uamuzi wa kuwashirikisha wenzao kutoka kanda hii, yaani Namibia na Uganda, ulilenga kuleta mtazamo mpana zaidi katika kazi ya tume na kuhakikisha inafanya uchunguzi wa kina kwa kubainisha hasa nani aliyechochea vurugu hizo, nani aliyeshiriki moja kwa moja na nani aliyefadhili matukio yaliyosababisha vifo vya Watanzania zaidi ya 500. Wajibu wa tume hii iliyochaguliwa na Samia unajengwa juu ya kazi ya tume ya awali iliyoongozwa na Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman, ambayo ilichunguza vurugu hizo na kutoa mapendekezo, mojawapo likiwa ni kuundwa kwa tume hii mpya ya uwajibikaji inayomhusisha naibu jaji mkuu wa Namibia, ambapo imezua upinzani mkali dhidi ya Samia nchini humo. Sambamba na Jaji Damaseb kutoka Namibia, tume hiyo inajumuisha Cheborion Barishaki, jaji wa mahakama ya rufaa kutoka Uganda, kama mjumbe wake wa pili kutoka nje ya nchi. Wajumbe wengine 4 ni wa Tanzania. Chama cha Affirmative Repositioning yani AR huko nchini Namibia na chama chingine kinachojulikana kama Independent Patriots for Change IPC, vyote nchini Namibia pamoja na wafuasi wao nchini humo vimepinga vikali hadharani uteuzi wa jaji mkuu wa taifa lao. Hoja zao za kupinga uteuzi huo ni tofauti, lakini zinakamilishana na kwa pamoja zinazua maswali ambayo serikali ya Tanzania itahitaji kuyashughulikia wakati tume hii ikianza kazi yake rasmi. Msimamo wa chama cha upinzani kutoka Namibia kinachofahamika kama AR uliowasilishwa na kiongozi wa chama hicho anayefahamika kama Job Amupanda unahusu masuala ya kitaasisi na unalenga mfumo wa mahakama wa Namibia. Amupanda anahoji kwa kitendo cha
cha jaji anayehudumu katika mahakama za Namibia kushiriki katika tume ya nchi nyingine kinajenga dhana kwamba mfumo wa mahakama wa Namibia unavutwa katika masuala ya kisiasa ya nchi ya kigeni. Wananchi wa Namibia wanasema hatua hii inaharibu sifa ya mahakama za Namibia na kuibua taswira ya kuingiliwa na siasa kuvuka mipaka ya kitaifa. Kundi hilo la upinzani nchini humo limekwenda mbali zaidi likitaka tume ya huduma za mahakama ya Namibia ieleze misingi ya kisheria na kimaadili iliyomruhusu naibu jaji mkuu Damasebi kukubali uteuzi huo, na limeonya kuwa linaweza kuchukua hatua za kisheria kupinga uteuzi huo iwapo maelezo hayo hayatatolewa. Huo ni mkwamo unaozidi kuwa mkubwa, chama cha siasa cha Namibia kutishia kuchukua hatua za kisheria katika mahakama za Namibia kuhusiana na uteuzi wa jaji wa Namibia katika tume ya Tanzania iliyochaguliwa na Rais Samia. Hili si jambo la kawaida au la pembeni katika masuala ya kidiplomasia. Ni ishara kwamba utata unaozunguka tume hii tayari umesababisha mgogoro wa kitaasisi katika mojawapo ya nchi ambazo Tanzania ilichukua majaji wake ili kuipa tume hiyo uhalali wa kikanda. Pingamizi la chama cha IPC kutoka Namibia linaelekea upande tofauti lakini lenye uzito sawa. Chama hicho chingine cha upinzani kinasema ushiriki wa jaji wao, hasa naibu jaji mkuu wa taifa hilo, haupaswi kuchukuliwa kama mbadala wa mazungumzo ya kweli ya kidiplomasia kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania, hasa kuhusu kuendelea kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu. IPC, chama hicho Namibia, inaiambia serikali ya Namibia waziwazi kwamba jaji wenu kuwa katika tume hii ya Samia si sawa na serikali yenu kuwa na msimamo kuhusu hatua ambazo Tanzania inachukua dhidi ya viongozi wa upinzani kama Tundu Lissu. Mambo haya mawili ni tofauti, na ushiriki wa jaji wa Namibia haupaswi kuleta taswira kwamba Namibia imeidhinisha mwenendo wa jumla wa kisiasa wa Tanzania. Chama hicho cha upinzani IPC imeiomba serikali ya Namibia kuweka wazi msimamo wake kuhusu ushiriki wa naibu jaji mkuu hadharani. Azma ya Rais Samia, hata hivyo, ilikuwa kutumia ushiriki wa majaji hao kutoka kanda hii kuonyesha kuwa kazi ya tume hiyo itakuwa ya kina, huru na yenye kuaminika. Kuwaleta majaji kutoka Uganda na nchini Namibia kulilenga kuonyesha kwa Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba hii si shughuli ya ndani iliyofungwa, bali ni mchakato wa uwajibikaji wenye msingi wa kikanda. Huo ni mkakati halali na wenye tija iwapo washiriki kutoka kanda hiyo wana sifa ya kuaminika na iwapo uwepo wao unakubalika bila utata. Badala yake, kilichotokea ni kwamba habari kuu ya kwanza kuhusu muundo wa tume hiyo haihusu wajumbe wake wa Tanzania wala mamlaka yake ya uchunguzi. Inahusu vyama viwili vya siasa vya Namibia vinavyotishia kuchukua hatua kali za kisheria mahakamani na kuitaka serikali yake kueleza sababu zilizomfanya jaji wa Namibia aliye kazini anayetumikia taifa kukubali uteuzi wa Samia Suluhu katika tume ya kisiasa ya nchi nyingine kabisa, tume yenye utata mkali. Huo si aina ya ushirikiano wa kikanda ambao Tanzania ilitarajia kuujenga.